Hivi tujiulize, ni kweli zimwi likujualo halikuli likakwisha, au ni kurejea kwa mpiganaji ambaye hajakubali kushindwa? Miaka miwili tangu kuanguka kwa utawala wa Biden, Harris, na huku Donald Trump akiwa amerejea kiti cha enzi cha White House, mwanamke aliyewahi kushika hatamu kama makamu wa rais Kamala Harris ameamua kuvunja ukimya. Akiwa jijini New York katikati ya mwangwi na makofi kwenye mkutano wa National Action Network, Harris ameachia bomu ambalo limeanza kutikisa kuta za Washington. Je, Kamala Harris anajipanga kurejea 2028? Na kwa nini anamshutumu Rais Trump kwa kutumbukiza nchi kwenye vita ya hiari na Iran? Leo Makini Media na kuchambulia kwa kina mtego wa kisiasa wa Harris, mipasuko ndani ya chama cha Democratic, na kwa nini mfuko wako unaumia kutokana na bei ya mafuta inayopaa. Hii ni The Trusted Voice, Makini Media. Karibu. Ilikuwa ni Aprili 10, 2026. Ukumbi ulijaa wanasiasa, wanaharakati na wafuasi wa haki za kiraia. Alipoulizwa kuhusu hatima yake ya kisiasa, Harris hakurembesha maneno. Inawezekana, ninafikiria kuhusu hilo, alisema huku akitabasamu. Tabasamu ambalo wachambuzi wa mambo wanasema ni ishara ya kuanza kwa kampeni ya siri. Harris anajenga hoja moja kuu: uzoefu. Anasema miaka minne aliyokaa pembeni ya Joe Biden ilimpa uelewa ambao mwanasiasa mwingine yoyote ndani ya Democratic hana. Lakini je, uzoefu unatosha kufuta kumbukumbu ya Novemba 2024? Kumbuka, katika uchaguzi uliopita Harris alipata pigo baada ya Trump kuzoa kura za wajumbe wa kielektronic zaidi 312 dhidi ya 226. Licha ya kupata asilimia 48.3 ya kura za wananchi, Harris bado anaonekana na baadhi ya watu ndani ya chama chake kama sura ya kushindwa. Swali ambalo wengi wanajiuliza huko Washington: je, Marekani watamwamini mwanamke aliyeshindwa mara moja kuongoza tena? Lakini Harris hakwenda New York kupiga soga tu, alikuja na makombora mazito dhidi ya adui yake mkubwa, Rais Donald Trump. Harris anamshutumu Trump kwa kuingiza Marekani kwenye kile alichokiita vita ya hiari, war of choice, dhidi ya Iran. Hoja ya Harris ni nzito. Anasema Trump amedanganya ulimwengu. Wakati Trump akijinadi kuwa ameangamiza kabisa, obliterated, uwezo wa nyuklia wa Iran, Harris anadai kuwa hiyo ni hadithi ya kufikirika. Anasema Irani bado ni tishio na mbinu za Trump zimeleta madhara ya moja kwa moja kwenye maisha ya raia. Na hapa ndipo inapokugusa wewe. Ripoti kutoka vyanzo kama Reuters na CBS News zinabainisha kuwa mzozo huu wa Marekani na Iran umesukuma bei ya mafuta kufika viwango vya kihistoria. Kwa sasa galoni moja ya petroli nchini Marekani imevuka kizingiti cha $4, jambo ambalo limesababisha mfumuko wa bei duniani kote. Harris anatumia maumivu ya mfukoni kama silaha ya kisiasa, akidai kuwa sera za Trump ni ghali mno kwa raia wa kawaida. Lakini Harris ana mlima mrefu wa kupanda. Katika ule mkutano wa Al Sharpton hakuwa peke yake. Karibu yake kulikuwa na damu mpya ya chama cha Democrats: Josh Shapiro, gavana wa Pennsylvania mwenye ushawishi mkubwa; J.B. Pritzker, bilionea wa gavana wa Illinois; Pete Buttigieg, mwanasiasa mwenye maneno ya mkato na uwezo mkubwa wa kujenga hoja. Takwimu za hivi karibuni za maoni zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia 60 ya wanachama Democratic wanataka uso mpya. Wanamwona Harris kama sehemu ya mfumo wa zamani. Hata hivyo, mapokezi makubwa ovation aliyoyapata New York yanaonyesha kuwa bado ana nguvu ya umma ambayo haipaswi kupuuzwa. Huku tukiwa tunaelekea nusu ya pili ya mwaka 2026, siasa za Marekani zimeingia kwenye mzunguko wa kwanza wa mbio za 2028. Kamala Harris ameshambulia sera za mafuta za Trump na ameweka wazi kuwa uzoefu wake ni akiba yake. Lakini changamoto inabaki. Je, ataweza kuwashawishi wa Marekani kuwa yeye ndiye suluhisho la matatizo ambayo alishindwa kuyatatua akiwa makamu wa rais, au anasafisha njia kwa ajili ya wagombea vijana kama Shapiro na Buttigieg? Sisi Makini Media tutaendelea kukupa updates za kila dakika kutoka vyanzo vya kuaminika kama Reuters, AP na CNN. Lakini kabla sijaondoka, nataka kusikia kutoka kwako mwanafamilia wa Makini Media. Je, unadhani Kamala Harris anastahili nafasi ya pili mwaka 2028, au ni wakati wa Democratic kutafuta mtu mpya kabisa? Dondosha maoni yako hapo chini. Usisahau kulike video hii, share kwa wajanja wengine, na muhimu zaidi, subscribe ili kuendelea kupata mapigo ya kidijitali ya Afrika. Mimi ni Voice of Siraji, Makini Media, The Trusted Voice. Mpaka wakati mwingine.